yanakuwa safi na yanaimarika, kuhakikisha tu kwamba maisha yanakuwa safi tena na yenye kuboreshwa. Hii leo nimeweza kumtembelea, tutakuwa tukimwangazia mhudumu mmoja katika kampuni hii la Imani ambaye anajihusisha na shughuli za usafi wa mazingira, kuhakikisha tu kwamba mazingira yanakuwa safi na yenye afya bora. Naam, hujambo, wewe labda tu tuambie unaitwa nani na unajishughulisha na nini katika kampuni hili la Imani? Hii kampuni hili la Imani tafadhali tu tuambie kwanza majina yako ni nani na ndio utuelezea kwamba zile shughuli ambayo unaifanya katika kampuni hii. Kampuni hii mimi naitwa jina Sasa labda tu tueleze tu kwa mapana, wewe unajishughulisha na kazi ipi katika kampuni hii? Kampuni hii najishughulisha na ile kazi ya kutunza mazingira, usafi, halafu na kufagia. Labda tu tuambie, katika kampuni hii umeweza kuwa ukifanya kazi kwa muda gani, takriban ya muda gani tangu uanze kufanya kazi hii ya kutunza mazingira? Kazi ya kutunza mazingira Labda tu tuambie, ni changamoto zipi ambazo umekuwa ukikumbana nayo ukiwa katika shughuli zako za kufanya usafi na kuweza kuhakikisha kwamba tu mazingira yanakuwa ya kupendeza na ya kuvutia? Ni changamoto zipi ambazo zimekuwa zikikukumba kwa muda? Ile changamoto mpaka hii mabai ya kunyunyizia hii maji ndio hii nazo, halafu na vifaa ile ya kama hii makasi ya kukata. Saa ingine ni karibu kukimbia niende ndio, halafu yake saa ingine uende huko juu nipite mdogo na anasema ngoja na mazingira bado huko inakuwa machafu. Sasa inabidi niende kuna garaji. Labda tu nikuuliza kwamba sijui kama kuna ushirikiano ama usaidizi wowote, support yoyote ambao unapata kutoka kwa wafanyakazi wa kampuni hii. Sijui kama huwa wanakushika ama wanakuajia. Huwa wananiachilia. Wananiachilia mimi naendelea na kazi yangu. Kwa hiyo ile kitu ile ushauri ambayo unaweza kutoa kwa wafanyakazi katika mazingira hii, unaweza ukawaambia nini? Ni usafi wa mazingira, usafi yaani unasema kwamba waweze kuzingatia usafi, yaani waweze kuhakikisha kwamba tunakuwa na ushirikiano katika usafi na ili tuweze kusaidiana tuweze kusonga vizuri. Hiyo ni vizuri sana, ni vizuri sana. Labda tu utueleze katika shughuli hii yako, zile changamoto ambazo umeweza kupitia ambazo wengi wameweza kuletea kama wafanyakazi, kuna zile ambazo wameweza kujitokeza wakifanya na wewe unawakataza, ama huwa unawaacha tu wafanye yenye wanafanya, unaogopa pengine? Tuambie. Huwa nawaambia pia tunawakosa, huwa nawaelezea kama kutoka takataka na watu hiyo hapa kando, nawaambia hii mazingira mpatie sio iko tunao pia kitu na usafi. Labda sasa tu waambie tu live kwa kamera. Labda unajua wafanyakazi wengine wanakuanga na viburi sana. Unaweza kuta mwingine hata anakuja anatupa tu taka nini. Labda tu waambie, uwahimize waweze kuzingatia usafi. Sasa hii kuanzia leo nitakuwa kuanzia wangu ni usafi wa mazingira, usafi kutupa takataka. Wanafunzi nao ubaya nao pia waelezea wengine wako kwenye. Sasa naona hivi hakuna haja ya kushirikiana nao, naamua wewe mwenyewe fanya nini hiyo karatasi. Okay, shukrani. Asante sana kwa wakati wako. Imekuwa ni mahojiano moja kwa moja na mhudumu katika kampuni hili la Imani ambayo ameweza kuongea na ameweza kudai kwamba amekuwa akijishughulisha na kazi hii kwa muda wa jumla ya miaka 5 sasa, na angependa tu kuomba support kutoka kwa wafanyakazi katika kampuni hii ili waweze kuwa wanaweza kuhakikisha mazingira yanakuwa safi na waweze kusonga mbele pamoja. Nimekuwa labda tu tumalizie kwa majina. Wewe unaitwa nani? Kumbusha tena watazamaji. Majina mimi naitwa Moses. Anasema kwamba anaitwa Moses Wafula, na pia mimi naye nimekuwa
Queen Silas Molly. Thank you for watching ITV Mazingira. Sawa. Katika kila jamii huwa kunakuwa na mashujaa wa mazingira na wakimya kimya. Yaani huwa kunakuwa na wale watu ambao wanahakikisha tu kwamba mazingira yanakuwa safi na yanaimarika, kuhakikisha tu kwamba maisha yanakuwa safi tena na yenye kuboreshwa. Hii leo nimeweza kumtembelea, tutakuwa tukimwangazia mhudumu mmoja katika kampuni hii la Imani ambaye anajihusisha na shughuli za usafi wa mazingira, kuhakikisha tu kwamba mazingira yanakuwa safi na yenye afya bora. Naam, hujambo, wewe labda tu tuambie unaitwa nani na unajishughulisha na nini katika kampuni hili la Imani? Hii kampuni hii ya Imani Tafadhali tu tuambie kwanza majina yako ni nani na ndio utuelezea kwamba zile shughuli ambayo unaifanya katika kampuni hii.